Nilikuwa mwenyekiti wa baraza la mji wa Narok wakati moja. Niko hapa leo hii kuzungumzia juu ya Masai Mara Forest. Na ninaelewa huko ndio ninaishi, huko ndio nimetoka, na mara nyingi labda kuna wengine wenu wamepata kuniona mara kwa mara nikipigania ama nikiongea juu ya Masai Mara Forest. Sio kwa sababu ya faida yangu mimi mwenyewe, bali ni kwa faida ya nchi, bali ni kwa faida ya kile kilisho hai ambayo huwa inaishi kwa sababu ya maji, kwa sababu Masai Mara Forest inatoa mito zaidi ya 12 ambayo inatawanyika kwenda Kisumu, kwenda Tanzania, kwenda Lake Nakuru, kwenda Lake Baringo, kwenda Lake Elementaita. Na isitoshe, Mara River ndio huwa inafanya wale wanyama ambayo huwa wanafuka wakati huu sasa kutoka Serengeti Tanzania kuja katika Masai Mara. Na ndio kifutio cha watalii ambaye Kenya ina mapato nyingi kutoka kwa ile utalii. Mwaka uliopita tulikuwa na watalii zaidi ya 2 milioni 2, na ni kwa sababu ya hawa wanyama, na ni kwa sababu ya maji inayotoka katika Masai Mara Forest. Na Masai Mara Forest ikikubaliwa watu kuishi, watu kumaliza, watu kuangamiza, basi tutasema kwa heri utalii, tutasema kwa heri wanyama wa pori, na tutasema kwa heri kwa kila kitu ambaye inaishi kwa sababu ya maji. Kwa hivyo nataka kusema mito kama Ewaso Ngiro, Engare Narok, Siaya Bay hutoka katika Masai Mara Forest na kuelekea Lake Natron. Lake Natron, huko ndio ndege naitwa flamingo sana. Na kuhama kwenda katika Lake Nakuru, Lake Baringo, Lake Elementaita, na ni kifutio ya watalii kwa sababu ni ndege maridadi, ni ndege ambayo inahama pia kama wale wanyama wengine. Na mito hizo sikiisha, hiyo pia sitaisha. Na tunataka kusema ya kwamba mto Mara River, Sondu na singine sinaelekea katika Lake Victoria, na inatoka katika Lake Victoria na kwenda kutengeneza mto ambayo inaitwa mto Nile, ambayo inapitia Uganda, inapitia Sudan, inapitia Ethiopia, inapitia huku mpaka Misri kule. Watu wanasema tunatolewa sisi watu 60,000. Mamilioni hawa ya watu wengine huwa ndio wanatakiwa waangamie kwa sababu ya sisi wachache. Pia Masai Mara Forest haikuusua, bali ni kufamiwa walifamia. Na ndio sababu serikali tunawauliza waondoe katika group ranch ambayo sinapakana na Masai Mara Forest, ambayo ni grupu karibu 5. Grupu ambaye ekari yake ilikuwa ni 26 hectares, wamepanua mpaka zaidi ya 3,000 ama 4. Ingine ambayo ilikuwa na 150 imepanuliwa mpaka zaidi ya ekari 10,000. Na sasa hii ndio imefanyika, na hii ndio tunasema kuwa watu watoke, watolewe, na kama kuna wale ambayo wamehusia wao, waenda kule na kwenda kudai pesa sao kwa wenzao hao ambaye waliwahusia, kwa sababu tuna haki ya kuwa haikuuswa. Na kuna kitu ambaye wanaita cut line. Hakuna kitu kinachoitwa cut line. Ni tangu lini mipaka imewekwa kati ya misitu miwili? Kama misitu inaweza kuwa ni kitu ambayo inapigana. Ati wasema Olpusumoru sasa ndio forest, Masai Mara ni settlement. Settlement ya nani? Kama itakuwa settlement, itakuwa ni settlement ya wale wa Masai ambayo walitenga. Ni babu zetu ndio walitenga, baba zetu ndio walitenga, na sio wao ndio walitengewa. Kwa hivyo na sisi tumekubali kutoka kama wa Masai. Na kwa nini wao wanasema hawataki kutoka? Na wanasema ati hatuna mahali ya kwenda. Walitoka wapi?
Hawakushuka kutoka mbinguni, walikuja na miguu yao wakiwa tu na wasee kama mimi na kwenda kuingia pale, warudi namna ile vile walikuja na kwenda kule ambayo walitoka. Kwa hivyo nataka tu kuambia serikali ya Kenya tunawapongeza kwa kutoa hawa watu na kuuliza serikali wakitoa hawa watu waweke ua ya stima kama walivyoweka Buru Forest, kama walivyoweka Aberdare Forest, kama walivyoweka Mount Kenya Forest, ili mtu mwingine yeyote mwanasiasa asiwe anaangalia pale na kwenda kudanganya watu kwa sababu ya siasa. Naambia hawa watu ambao wanajiita wabunge wa Rift Valley ama na wanasema ni Kalenjin, nataka kuomba pia na waomba mtu naitwa Murkomen anatoka Cherangani Hills kule boda ya Uganda na Kenya, na inakuwaji kuja kusema watu wanaotolewa katika Masai Mara Forest watu yetu. Watu wakitolewa katika Buru Forest ni watu yetu. Watu wakitolewa katika Laikipia Forest ni watu yetu. Watu wakitolewa katika Laikipia Forest ni watu yetu. Watu wakitolewa katika Orfusumuru Forest ni watu yetu. Ni watu yenu tu ndio walitambaa katika kila misitu ya nchi. Kwa hivyo naomba serikali watoe hawa watu katika kila misitu ya hizo ambayo nimestaja, kwa sababu kuna nyingine ambayo ilikuwa gazetted na ikawa degazetted ili kunufaisha ndorobo wale wanajiita Ogiek. Na sio wao ndio waliingia, Wakalenjin ndio waliingia katika kila misitu haya ambayo nimestaja. Laikipia Forest, Sururu Forest, Buru Forest, Orfusumuru na kila mahali. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba wanazungumza juu ya Tobiko. Tobiko kwanza, kama ninavyojua na ninajua, anatekeleza yale mambo ambayo ilipitishwa zamani katika serikali ya Kibaki, ambayo ni wakati hiyo Parliament ilijadili mambo ya Mau Forest, Cabinet ilijadili mambo ya Mau Forest, mpaka rais akapitisha ili watu kuondolewa. Sasa ni kutekelezwa, inakuja kutekelezwa na bwana Tobiko, inakuja kutekelezwa na bwana Natembeya, inakuja kutekelezwa na serikali ya Uhuru, na tunasema watu watoke. Na kama hawa watu hawatatolewa kule, basi Wamasai ndio watahamia katika forest ile. Lakini nia yetu sio hiyo. Watu watoke, tupate usalama ya uhai ya maji, na maana tumetenga hiyo ili tupate maji, ili tupate ile dawa ya kienyeji, ili tupate kila kitu ambayo inanufaisha maisha ya mtu na ya wanyama na ya kila kitu. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba serikali tunawaunga mkono na kusema waacha kutisha watu. Wametisha kijana naitwa Leto na kwenda kwake kupiga mawe na kukutisha kwa sababu ya kuripoti. Sasa ukitisha watu kama hawa ambayo wanachukua hii ripoti hapa, utakuwa unafanya nini? Na wao wako hapa ili kuripoti kitu kibaya, ili kuripoti kitu kisuri, ili kiripoti kitu ambayo itatufaa kesho. Ndio sababu ya hawa wako hapa. Kwa nini unakwenda ukatisha hata na ripota? Sasa fitisho hivyo serikali naomba washukue hatua hiyo. Kwa hivyo nasema hao watu watoke Masai Mara Forest. Na mambo ya mashule, mimi naelewa vizuri. Ile pesa ilitumiwa kujenga ile mashule ilikuwa inapitia katika shule ambayo ni registered nje ya msitu. Ndio waende kujenga hiyo ya msitu, kwa sababu haikuwa registered. Kwa hivyo hakuna mashule huko. Supuke shule zilifunjwa na watu kutolewa. Na wao pia watoke na wapeleka watoto katika shule katika sehemu walisotoka. Kwa hivyo hiyo ndio naomba ifanyike, na sisi ni serious, na sisi tunataka msitu ibaki, na maana msitu ni uhai ya kila mtu, ni uhai ya nchi enyewe. Kwa hivyo tunaunga Uhuru, serikali ya Uhuru na Uhuru mwenyewe mkono, tunaunga Tobiko mkono, tunaunga Natembeya na serikali yote kwa jumla, na kila mtu anayepigania haki hii. Asanteni sana. We are very clear. Environmental problems can only be approached environmentally. You cannot use politics over matters ya environment. Nataka kuambia wale viongozi ambao wanazunguka wakitusi watu, you cannot be issuing inflammatory statements and remarks over our livelihoods. You cannot be squatting on that land and you squat on our future. Tunataka kusema wote watoke na serikali ya Uhuru Kenyatta
izidi na izidi kabisa, kwa sababu tuko pamoja na wao, na yeyote yule ambaye anafikiria ata target Tobiko is targeting the president and targeting the all of us, and we are not ready for that. Ile mambo unaenda kumangamanga ukiongea kule, unatutisha wote na unatisha president, and we are watching and we'll act. Thank you. Kenya from 15 clusters that represent the Ma community. And we are here to give a statement and our stand on the Mau issue. And as the Ma Unity Agenda, we are here today coming out strongly in support of the government's effort to conserve the Masai Mau forest held in trust for its people by the Narok County government. We support and appreciate the national government's continued protection of ecosystem that affects lives in the great country. We reiterate our resolve to support the government's effort in relocating all illegal settlers who have encroached into the forest and destroyed the environment, and whose actions have threatened the survival of the current and future generations. Once this long overdue relocation are effected, we urge the national government to immediately fence the entire area and run a robust afforestation program. MUA will be in the forefront to support this conservation agenda. A lot of time and effort has been spent politicizing the Masai Mau forest equation without stopping to think about the repercussion of the destruction of the vital water tower. For the record, numerous rivers originate from the Mau forest. These include Ewaso Nyiro, Sondu River, Yala, Mara River, and Njoro, to mention but a few. For your information, the rivers are fed into Lake Turkana, Lake Magadi, Lake Victoria through Uganda, and all the way to Lake Natron in Tanzania, and flow further to Malawi. Indeed, there are millions of people living downstream. These are by far many more than few thousands illegal stocking claims in this important water tower. That said, we regret the unfounded, almost childish insults targeted at CS Keriako Tobiko by Kalenjin leaders, making this look like a Tobiko Natembea affair. Leaders from all regions should display some degree of decorum addressing the Masai Mau forest issue. We wish to caution political players, especially legislators, to avoid using inflammatory statements and engagements that are indecisive of malice, chicanery, dishonesty, and lack of knowledge of the Masai Mau forest question. Insults, character assassination, and outright lies won't help this situation. And in this regard, we hereby ask the National Cohesion Integration Commission to investigate and institute legal proceeding against Honorable Nelson Koech, Oscar Sudi, Senator Murkomen, and Senator Aaron Cheruiyot, who are perpetrators of violence which borders on hate and incitement of communities by diatribes and expletive they use against the CS Tobiko, who is merely carrying out his ministerial duties like all other cabinet secretaries. We recognize the sensible majority who have already voluntarily relocated and moved out of the Masai Mau forest. We therefore urge the national government not to be intimidated or cowered by a few selfish individuals and do what's best for the greater of the nation. Last but not least, today we demand for protection of any journalist whose lives are in danger for reporting on Maasai issues. In this regard, we condemn in the strongest terms possible the attack on Stephen Leto's rural home in Narok County last night. This sort of intimidation is juvenile and illiterate, to say the least. Thank you all for coming. Government exercise in relocating all illegal settlers who have invaded the Great Mau water tower, which has taken the government more than 20 years to do so. We are fully in support of the national government and the Cabinet Secretary for Environment, Honorable Keriako Tobiko, and all other stakeholders who are actually doing their right and constitutional duty to protect the national environment. Therefore, as the Ma Unity Agenda, we are fully in support, and we condemn any other person who is actually against the relocation of illegal settlers at the Mau, people who are encroaching into the forest, destroying the water canopy,
and destroying the rivers which are flowing downstream to save life of many other people down there. We call for peaceful coexistence of all communities living around the Mau, and let the national government do their work without incitement of any sort. Therefore, we call and support the exercise which is ongoing, the eviction of illegal settlers phase 2. Thank you. Has brought the spirit of fighting corruption in this country. If indeed it is the handshake that has brought the spirit of conservation in this country, if it is the handshake that has brought the spirit of restoring the glory of our country, then we can only say as a community, indeed, the handshake is God-sent. And because of that, we are so much for it. We have embraced it as a community. The entire Ma community is for the Ma community is for the handshake, is for the BBI initiatives. We really support it, and we do this together with all our leaders. So because we believe it is God-sent, and we always as a community go towards, we always go towards something that is godly. We also want to point out that maybe it's the journalists who have always been reporting that Bonde la Ufa leaders have spoken. We want to say that Bonde la Ufa has got several counties. We have Kajiado County, we have got Narok County, we have Turkana County, the Samburu County, West Pokot County, and in most of these press conferences whereby you have been reporting that it's the Bonde la Ufa leaders speaking, we have not been seeing leaders from those counties. So this one, we view it as a misrepresentation of facts, because the leaders who have been calling themselves leaders for the Bonde la Ufa are actually leaders of a certain community within the Bonde la Ufa. So thank you so much, and we appreciate the government for doing that great thing. And we embrace BBI. We urge all Kenyans to do that. Thank you so much.